Watu wengi hufikiri kwamba safari ya kwenda nje inaanza pale mtu anapopata visa, lakini ukweli ni kwamba safari hii huanza miaka miwili ama mmoja nyuma kabla hujakwenda kuomba visa. Kama huna hivi vitu ambavyo nitakwenda kuvitaja siku ya leo, basi unaweza kukosa fursa nyingi sana ambazo zinaweza kukupeleka nje ya nchi kama ni ndoto yako. Karibu, jina langu naitwa Elias. Mimi ni Mtanzania ambaye kwa sasa naishi nchini Marekani, na leo nakwenda kukutajia vitu 15 ambavyo unapaswa kujiandaa navyo kabla hujaanza kuwaza hata safari za kwenda nje. Kitu cha kwanza kabisa ni passport. Unaweza ukaona hili ni jambo la kawaida, lakini watu wengi ambao wana ndoto za kwenda nje, miongoni mwao wengi hawana passport. Mtu anakwambia nataka kwenda nje ya nchi, lakini ukimuuliza je, una passport? Anakwambia hana. Sasa kwa nini passport ni kitu cha kwanza kabisa ambacho unapaswa kuwa nacho? Kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinahitajika mwanzoni kabisa unapopanga safari za kwenda nje ni passport. Kwa mfano, kama ukiwa unataka fursa za kwenda kufanya kazi nje ya nchi, baada ya kupata kazi tu, kitu cha kwanza watakuuliza ni passport. Mimi hili lilishanitokea wakati naanza hizi harakati za kwenda nje. Nili apply kazi kama kujaribu tu kuona inakuaje China. Baada ya kupata ile kazi, kuna baadhi ya vitu wakaniambia niwatumie. Miongoni mwa vile vitu ambavyo walitaka niwatumie ili wanipe makaratasi ya kwenda kuomba visa ilikuwa ni passport, na mimi sikuwa na passport, kwa hiyo ile fursa mimi nilikosa. Jambo la pili ni driver license ama leseni ya udereva. Jambo hili ni muhimu sana kwa sababu leseni ya udereva mara nyingi inahitajika unapotaka kwenda kwenye nchi ambazo unakuta nchi kama Marekani, Canada na sehemu nyingine. Moja ya requirement za kazi wanazokupa ni je, unaweza kuendesha gari, kwa sababu mara nyingi unakuta maeneo ya kazi ni mbali kidogo na miji, ama hata kama ni mijini, lakini unakuta usafiri wa umma haufiki kwa uhakika ambako unaenda. Kwa hiyo unataka kujua, je, utaweza kufika kazini kwa wakati, utaweza kufika kazini muda wote. Unataka kujua, je, unajua kuendesha gari, kwa sababu mara nyingi ukifika katika hizi nchi kupata gari ni kitu kidogo. Kwa hiyo unakuta ndani ya mwezi hata kampuni inaweza kukupa gari kuendesha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na leseni ya udereva. Na hata kazi nyingi ambazo utaomba, kwa mfano mimi kazi iliyonileta Marekani, jambo la kwanza kabisa unataka kujua, je, unaweza kuendesha gari na je, una leseni ya udereva. Kwa hiyo kama nisingekuwa na leseni, nisingepata ile nafasi. Kwa hiyo leseni ya udereva ni kitu kingine cha muhimu. Kama hauna, fanya mafunzo ya udereva, then pata leseni yako ya udereva. Jambo lingine ambalo ni la muhimu zaidi ni kuwa na vyeti vya elimu. Education certificate zote unahakikisha unayo, kuanzia vya muhimu zile sana sana cheti cha form 4, kama umefika form 6 kwa nacho, cha chuo ama ulisoma diploma, ulisoma degree, ulisoma masters, PhD. Hakikisha vyeti vyote na transcript unazo, kwa sababu hata kazi unazokwenda kuomba kama unataka kusoma nje, lazima vitu hivyo viambatanishi kwenye maombi unapofanya maombi. Kwa hiyo unakuta unapotaka kuanza hizi harakati na hauna hivi vitu, vinakukwamisha. Unaweza kufika mahali vinahitajika, hauna, hiyo fursa inakupita. Na mara nyingi fursa za nje zinakuwa zina expire after a certain time, ama baada ya muda mfupi zinaisha muda wake. Kwa hiyo inabidi ukiwa na hivi vitu vyote unajihakikishia nafasi zaidi. Umeona? Hilo ni jambo la tatu kuwa nalo. Jambo lingine la muhimu kuwa nalo ni National Identity Card ama NIDA. Kwa sababu hata unapoenda kuomba passport lazima uwe na NIDA. Unapotaka, kuna baadhi ya document hauwezi kuzipata bila kuwa na NIDA, bila kuwa na National Identity Card. Kwa hiyo hili ni jambo lingine la muhimu sana. Kama hauna hiyo card physical, hakikisha unatafuta na unapata card physical, kwa sababu ukiwa na ile namba, mara nyingi namba haina uzito sana. Japokuwa ndio kuna baadhi ya sehemu nyingi zinatambulika, lakini kuna baadhi ya sehemu bila kuwa na ile kadi kabisa unaweza kukuletea ugumu kupata baadhi ya documents. Jambo la tano ni kuwa na hati za mali zako ambazo unazo. Kwa mfano, kama una kiwanja sehemu, hakikisha unapata hati. Kama una nyumba, una gari, una nini, hakikisha una hizi hati ya hivi vitu, kwa sababu itakusaidia sana kwenye kuomba visa. Unapoomba visa mara nyingi unataka kujua, je, una vitu gani nyumbani ambavyo vitakufanya urudi unapomaliza visa yako. Kwa mfano, mara nyingi tunapoomba visa za Marekani, Canada,
wanahitaji kujua sana sana, ama UK wanahitaji kujua kuna vitu gani ambavyo unavyo vinakufanya wewe urudi, usizamie katika hizi nchi za watu, sababu hizi nchi za watu zina fursa nyingi za kazi, kwa hiyo zina vitu vingi ambavyo vinakufanya utamani kuishi kule. Lakini ikiwa utawaonyesha kwamba una mali kadhaa nyumbani, inakuwa rahisi zaidi kukupa visa na kuamini kwamba wewe utaweza kuzamia katika hizo nchi. Jambo lingine, ikiwa unataka kusafiri na familia, ikiwa unataka kuondoka na mwenza wako, mara nyingi vile vyeti vya ndoa tunavyofunga ndoa kwenye dini zetu, Uislamu, Ukristo, vile vyeti havitambuliki kimataifa. Vinatambulika tu Tanzania, lakini mara nyingi kwenye balozi nyingi hazitambui vile vyeti. Kwa hiyo cheti ambacho unabidi uwe nacho ni cheti ambacho kinaitwa International Certificate, Marriage Certificate, ambacho cheti kinapatikana RITA. Na jinsi ya kukipata cheti hiki, kinabidi kwa yule mtu aliyekufungisha ndoa ya kidini akuandikie barua, ataje jina lake, ataje namba ya usajili ya kufungisha ndoa ambayo amepewa na serikali, ataje majina yenu wawili mliofungisha ndoa, eneo ambalo walofungisha ndoa na siku ambayo walofungisha ndoa. Ukiambatanisha barua hii na maombi yako, RITA watakupatia iko cheti ambacho kinaitwa International Marriage Certificate. Ni kama kwa kopi, mara mwisho nilipoenda kuomba ilikuwa ni 50,000. Sijajua kama ilipanda bei, lakini ndio hivyo. Inabidi ubadilishe cheti chako kutoka iko local upate kile ambacho kimesainiwa na serikali na kina muhuri wa serikali, sio hiki cha kusainiwa na mchungaji ama mtu wa dini. Jambo lingine ni kuwa na cheti cha kuzaliwa, whether cha watoto wako, mwenza wako ama chako. Ni muhimu sana kuwa na cheti cha kuzaliwa ambacho kiko updated. Sasa hivi kuna vyeti vipya. Kama ulikuwa na vile vyeti vya zamani, unarudisha vyeti vile, unapewa cheti kipya na RITA. Kwa hiyo kama hauna cheti kipya cha kuzaliwa, hivi vya vipya vya kuzaliwa, ni vizuri ukapata vyeti hivyo, sababu mara nyingi kuna baadhi ya sehemu kinahitajika specifically cheti cha kuzaliwa. Kwa kama hauna, inakuwa ni shida. Jambo lingine ni kuhakikisha kwamba unajiandaa kifedha kwa kuweka akiba mapema, kwa sababu mara nyingi tunawaza sana kuhusu safari na fursa za nje, tunajisahau kuhusu masuala ya kipesa, kwa sababu tunaamini kwamba mpaka utakapopata fursa ndo utaanza kuhangaikia masuala ya kifedha. Lakini kiukweli ni kwamba unaweza ukapata fursa, lakini ukajikuta hauna gharama ama hauna pesa za kugharamia zile gharama ndogo ndogo ambazo zinajitokeza. Kwa mfano visa fees ni pesa sana. Kwa mfano visa ya Marekani mara nyingi inaenda kwenye 500,000 mpaka 600,000. Inategemea na aina ya visa. Kuna baadhi ya visa zinaenda mbali zaidi, ila vile visa ambazo ni common watu wengi wanaomba mara nyingi ni 500,000. Kwa hiyo inabidi ujiandae na visa. Lakini sio hivyo tu, kuna baadhi ya vitu, kama wewe ni mwanafunzi, kuna baadhi ya vitu inabidi ulipie vya ziada. Hivyo pia navyo ni gharama, umeona? Kwa hiyo tiketi ya ndege pia, ukishapata safari lazima ujue ni gharama. Tiketi ya ndege za bei nafuu unakuta mara nyingi ni $800, $900, lakini mara nyingi inaweza ikawa zaidi ya hivyo. Kwa hiyo kama hauna pesa, itakuwa ngumu sana kupata safari, itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo ni vyema ukaanza kujiandaa, kuweka akiba ndogo ndogo mapema kabisa kabla hujaanza safari, kwa sababu hujaanza kuhangaikia masuala ya safari, kwa sababu ukishaanza kupata hizi fursa, na fursa zipo ikiwa utazifuatilia, utaona jinsi gani zinahitaji pesa. Jambo lingine ni kuandaa CV yako vizuri. Mara nyingi tumezoea kuandaa CV zetu katika ule mtindo wa kinyumbani ule, unakuta CV na peji 3. CV imeeleza mambo mengi ambayo mengine hayana umuhimu. Mtu kaeleza kuhusu dini yake, kaeleza kuhusu jinsia yake, kaeleza kuhusu ameolewa au hajaolewa. Vitu kama hivi havina uhusiano mara nyingi na kazi ambazo tunaomba. Kwa hiyo unapoomba kazi kwa nchi kama Marekani, Canada, kuna baadhi ya CV ambazo wanazihitaji, na mara nyingi inakuwa ni peji moja tu. Kwa hiyo inabidi uombe, hata kama ulikuwa una uzoefu wa kazi wa miaka 20 wa kazi kadhaa, labda ulifanya kazi 5 na unaomba kazi moja, orodhesha uzoefu wa kazi moja.
Usijaribu kuweka vitu vingi sana ambavyo vingine havina uhusiano wa moja kwa moja na kazi unayoomba. Mara nyingi wao wanakutumiaga tena mfumo ambao wanataka uandike CV. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza kujifunza hizi nchi zinaandika CV kivipi. Kuna baadhi ya vitu kama nilivyovitaja hivyo, sio dini, jinsia, umeoa au hujaolewa, havihitajiki. Andika tu jina lako, email, address yako, unaishi wapi, afu anza kutiririka elimu na nini. Kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi uingie mtandaoni uanze kujifunza mapema, kujua wenzetu wanaandikaje CV. Kuna vitu gani na gani ambavyo wanaviweka, na vitu gani na gani sio vya muhimu. Kwa kujua hivi, utaweza kuandaa CV ambayo ina hadhi ya kimataifa. Na hii itakusaidia pia kwenye kuomba kazi. Inakuwa rahisi, ukiomba tu CV unatuma. Umeona? Ama kama unataka kusoma, inategemea na mambo ambayo inategemea na mipango yako, lakini mara nyingi ukiwa na CV tayari itakusaidia zaidi kurahisisha. Unapoombwa utume CV inakuwa rahisi tu, unaingia kwenye dokumenti zako unatuma. Jambo lingine ningependa kukushauri ni kuwa na watu sahihi. Kwa nini ni muhimu kuwa na watu sahihi? Na watu sahihi ni watu gani? Mara nyingi napenda ushauri ambaye anatoaga IBM. IBM mara nyingi anaelezeaga watu kwamba huwezi kuwa na rafiki mmoja mnazungumza mambo ya kila aina. Kwa mfano ukawa na rafiki mmoja ambaye mnazungumza mpira huyo, rafiki huyo mnazungumza dini, rafiki huyo mnazungumza elimu, rafiki huyo mnazungumza masuala ya kifedha, rafiki huyo mnazungumza masuala ya biashara. Huo ni uongo. Hakuna rafiki wa namna hiyo. Mara nyingi tunachagua marafiki kutokana na mazingira tuliyoko. Unakuta ukiwa shuleni kuna marafiki ambao mtazungumza kuhusu elimu, ukiwa kanisani kuna marafiki ambao mtazungumza kuhusu dini. Kwa hiyo hata unapotaka kwenda nje, tafuta marafiki ambao wao pia wanawaza kama wewe. Sababu mara nyingi watu wengi ambao utawaambia ndoto yako ya kwenda nje wanaweza wakakuona umechanganyikiwa. Kwa mfano rafiki yako kama anaamini kilimo cha mapapai, kilimo cha mayai ya mayai ya kware analipa, rafiki kama huyo hawezi kukushauri hata siku moja uende nje. Ataona umechanganyikiwa na hujui fursa zilizoko nyumbani. Umeona? Kwa hiyo inabidi upate watu ambao wanaweza kuwaza kama wewe. Na unawapata wapi watu hao? Mara nyingi kuna semina ambazo zinaandaliwaga. Sema hizi semina hizi sio za mara kwa mara, lakini kuna semina ambazo unaweza ukazisikia zimeandaliwa. IBM wanaandaaga sana hizi semina karibu kila mwaka, na kama unaweza kuhudhuria unahudhuria, na pale unakutana na watu wengi ambao wanawaza kama wewe. Inakuwa rahisi zaidi kujichanganya, kupata mawasiliano, na hiyo itakupa hamasa zaidi ya wewe kuendelea kufight na kupambania kupata fursa kwenda nje. Lakini pia magroup ya WhatsApp, magroup ya Facebook, Telegram, kuna baadhi ya magroup ambayo watu wanaongelea kuhusu masuala ya fursa za nje na nini. Kwa hiyo unaweza kujichanganya ukakutana na watu ambao wana mawazo kama yako. Hii itakusaidia zaidi kukupa morali, lakini pia kukusaidia kuendelea kusonga mbele. Maana mara nyingi safari za nje zinakatishaga sana za tamaa. Jambo lingine ni kufanya research, kufanya utafiti ambao ni deep wa kuangalia fursa zinazopatikana nchi ambayo unataka kwenda, visa, aina za visa ambazo unataka kuomba, na je kuna aina gani ya visa na fursa gani ambazo unaweza kuomba na kupata. Umeona? Na research hii pia itakusaidia kuangalia pia wenzako ambao wameshafika nje wanaishije kule na walitumia njia gani, vikwazo gani ambavyo walikutana navyo. Na mara nyingi mimi napenda sana kujifunza kutokana na makosa. Unakuta mtu aliomba visa mara 5 akakosa. Sasa nataka na mimi nijifunze kwa nini amekosa visa mara 5. Na mara nyingi kwenye interview zao wanaelezea kwamba baba sikuwa na document za kutosha, nilijibu maswali vibaya, ama kuna vitu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ukifanya research yako utagundua mapema kwamba kuna baadhi ya makosa inabidi kuyaepuka na vitu gani vya kufuata. Hii itakusaidia zaidi wewe kukupa chance zaidi ya kupata visa. Na hii research pia ni muhimu kwa sababu watu wengi ambao nimeona wanafanya content kuhusu mambo ya safari wanalalamika sana. Watanzania wengi hatupendi kufanya research. Tunapenda kuomba connection.
Unakuta mtu kwenye channel yake anaelezea masuala ya safari na jinsi gani unaenda kuomba visa na nini na nini, lakini ameshaeleza kabisa website za kwenda kuomba visa, kuomba kazi, labda mafursa za elimu, scholarship, lakini unakuta kuna watu wanamfuata DM wanamwambia hebu nisaidie kuapply kazi, nitafutie mzungu huko nije. Kwa hiyo unakuta watu hawataki kuanza kutumia akili yao kuanza kufanya utafiti na kujua vitu gani ama fursa gani zipo za kuwapeleka nje. Wanawaza kupata tu connection na kusaidiwa kufanya application, na hii ndio inapelekea watu wengi wanatapeliwa pesa, sababu kama mtu hutaki kutenga muda ufanye utafiti na kujua mambo, ni rahisi zaidi kutapeliwa. Ikitokea kuna mtu anadanganya watu kwamba anatafutia watu kazi, na mara nyingi kiukweli fursa za kazi za nje sio za kutafutiwa, ni fursa za wewe mwenyewe kuapply, kufanya interview, hatimaye kupata kazi na kwenda kuomba visa. Kwa hiyo ni vizuri sana ufanye research. Ingia YouTube ni a very good source of easy information. Kwa unatafuta YouTube, unatafuta kwenye website, unaulizia kwenye yale magrupu niliyokuambia kuhusu watu ambao wanatafuta fursa za safari, unaenda. Hii itakusaidia sana kujua mambo mengi sana, na itakusaidia pia kujua na kukuandaa vizuri unapotaka kuanza kuomba visa. Jambo lingine, kujifunza lugha ya mahali unakwenda. Kwa mfano kama unataka kwenda nchi za Ulaya, mara nyingi nchi za Ulaya zina lugha zake tofauti tofauti. Kwa mfano ukitaka kwenda Denmark, kule utakutana na Kidanish. Ukitaka kwenda Finland, utakutana na Kifinish. Kwa hiyo kama unataka kweli kwenda kwenye hizi nchi, lazima at least uwe na ile vocabulary zile za kawaida ambazo ni basic, zile ambazo unaweza kuwasiliana na mtu, kusalimiana, kuomba kitu fulani, kuomba directions. Vitu kama hivi vitakusaidia pia kwenda kwa just haraka unapofika katika hizo nchi. Ukifika katika hizo nchi ukiwa unajua baadhi ya maneno, unajua baadhi ya misamiati, unajua baadhi ya sentence, itakuwa rahisi zaidi. Lakini lengo ni wewe kujua ile lugha. Kwa hiyo anza sasa kuanza kufanya mafunzo ya kuanza kuelewa hiyo lugha, na hatimaye itakusaidia wewe pia kwenye fursa, sababu mara nyingi hizi nchi zinazozungumza hizi lugha tofauti tofauti zinahitaji, ili upate kazi nzuri, kazi zenye pesa, kazi ambazo zinaeleweka, ni lazima ujue lugha yao ili waweze kukuajiri. Kwa hiyo kama wewe unahitaji kwenda kusoma huko, labda baadaye unataka kwenda kuishi, ni vizuri uanze sasa hivi kujifunza lugha, lakini pia kujua lugha vizuri. Hata kama unaenda kwenye nchi ambazo zinazungumza Kiingereza na wewe unajua Kiingereza chako kina limitation ya misamiati, kuna baadhi ya misamiati inakupiga chenga, ni vizuri ukaanza kujiboresha sasa hivi. Kuna podcast nyingi sana zinafundisha watu Kiingereza, kuna YouTube na videos nyingi sana zinafundisha watu kuhusu Kiingereza na lugha yoyote ambayo unaitaka. Kwa hiyo unabidi utenge muda wako kufanya kujifunza hizi lugha. Jambo lingine la muhimu ni kuwa na cheti cha tabia njema, ama tunakiita police clearance certificate. Mara nyingi fursa za kazi, kama sasa watu ambao wanatafuta fursa za kazi, sijajua kuhusu elimu, lakini fursa za kazi mara nyingi waajiri wa nje wanataka kujua pia rekodi yako ya crime. Je, una criminal record ambazo hazitakufanya upate visa? Kwa sababu kuna baadhi ya crimes kama umefanya ni ngumu sana kupata visa. Kwa lazima wajue mapema, je, umefanya uhalifu ambao wao hawataweza kukuajiri? Hiki cheti kinatolewa na polisi, lakini kina expire date, kinaisha baada ya miezi 6. Kwa hiyo kila baada ya miezi 6 unakuwa unakirenew. Kuwa nacho ni vizuri, kwa sababu kinaweza kikahitajika wakati ambapo hauna, na kwenda kukipata inaweza kachukua muda. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivi unakuwa navyo tu, umejiandaa just in case fursa ikatokea, unaruka nayo, inakuwa rahisi. Jambo lingine la muhimu ni kujiongezea thamani. Inabidi ujue kabisa kwamba mara nyingi kupata kazi katika nchi nyingine kama Marekani mfano, mwajiri ambaye atakuleta hapa lazima approve ama athibitishe katika government ya Marekani kwamba wewe hapo una kitu cha ziada ambacho hakuna Marekani mwenye nacho. Kwa hiyo kazi hawezi kuifanya mtu mwingine zaidi ya wewe ambaye anakuhitaji, ndipo anapewa kile kibali cha kukuleta. Kwa
Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hawa watu wanahitaji uje kuongeza thamani. Hawahitaji watu ambao wanakuja kujaribu bahati. Wanahitaji mtu ambaye kabisa anajua nini anakifanya na analeta kitu cha ziada extra. Umeona? Kwa mfano, mara nyingi kufungua vitu kama NGO, kufanya volunteering, kuandika vitabu ama kufanya pia content, maudhui, kufundisha watu kuhusu jambo fulani. Hivyo ni vitu vya muhimu sana wewe kufanya. Kwa nini? Unapoenda kuomba visa ubalozini, hasa ubalozi wa Marekani ambapo visa interview ni zile za uso kwa uso. Ukiweza kujieleza vizuri na kuonesha kwamba umefanya mambo kadhaa katika jamii yako, inakupa credibility zaidi wewe kupata visa. Kwa sababu anaona huyu mtu ameshatumikia jamii yake, ameonesha mchango wa jamii yake. Hata tukimpa visa akienda kusoma, atarudi kuja kusaidia jamii yake zaidi. Umeona? Tukimpa hii fursa akienda Marekani, akienda kufanya kazi, akifanya nini, atarudi kuja kuisaidia jamii kwa sababu ameshaonesha kwamba hivi vitu anavifanya tayari. Umeona? Na kufungua vitu kama NGO sio kazi kubwa sana. Unaweza kufungua ka NGO kako ukawa unasaidia baadhi ya vitu, hata sio kama unatoa pesa. Unaweza kuwa unasaidia kufanya usafi labda masokoni, unaweza kuorganize watu wachache, unaona, kupiga zile picha kuonesha kwamba wewe kweli unajali mazingira, au kwenda kufanya usafi beach, mnajikusanya kama ka group cha watu 5 4, mnapiga vile picha, kuwa na ka record kuonesha kwamba mimi NGO yangu inahusika na vitu hivi. Hata kama sio kila siku ama sio kila wiki, kila mwezi, lakini ukiwa na kitu kama hicho na kuonesha kwamba wewe ni CEO katika hiyo NGO yako, hii inakupa credibility kubwa, kwa sababu unaonekana unaenda pale kwenye visa interview kama CEO wa kampuni fulani ambayo ni hiyo NGO yako. Umeona? Kitu kingine, kuandika vitabu, nalo pia sasa hivi imerahisishwa sana. Kuna hizi AI tools ambazo zinakusaidia kuedit. Kwa hiyo unaweza kuwa na wazo lako, unaandaa wazo ambalo ni rough, unaliingiza katika hizo software, zinakusaidia kuedit, kuweka kazi yako vizuri, na unaweza kutoka na kitabu ambacho labda kinaongelea masuala ambayo yanasaidia jamii. Yaani unalenga wewe kuonesha kwamba lengo lako wewe ni kusaidia jamii. Hii inawezekana kama plani kako ambako katakuongezea credibility zaidi. Umeona? Wakati unaomba kazi ama unaomba visa, unaweza ukaandaa hata kitabu kamoja viwili ukawa navyo, kwamba jamani, mimi ni author wa book, nishaandika vitabu kadhaa kuongelea masuala haya na haya, ndio maana nataka kwenda Marekani au Canada kufanya masomo haya ili kuendelea kuongeza knowledge yangu kwenye hili swala ambalo tayari nishalifanyia kazi na nishaliandikia vitabu. Hiyo ni ngumu sana kukosa visa, kwa sababu unaonekana wewe ni mtu serious na una jambo fulani ambalo unalifanya tayari, na unahitaji tu kuwezeshwa kupata elimu zaidi ili kuweza kurudi katika nchi yako na kufanya makubwa zaidi. Hakuna mtu atakunyima visa ukiwa utaweza kuprove kwamba you have already done something na unataka kuendelea kujiboresha na kuendelea kufanya zaidi kwa jamii yako. Na hizo ndizo document 15 ambazo ni muhimu sana kuwa nazo ukiwa unapanga ama unafikiria kuhusu safari. Hata kama unafikiria kuhusu miaka 2 ijayo kuhusu safari, ziandae leo, kuwa nazo kuanzia sasa. Na hii itakusaidia zaidi kuondoa zile stress. Ama unaweza ukapata fursa leo ukajikuta wanahitaji document ambayo hauna, hiyo fursa imeshaondoka. Kwa hiyo ukiwa na hizi documents, ni uhakika kabisa kwamba safari lazima upate. Na kama unataka kwenda nje kwa ajili ya masomo, kazi ama kuishi, basi hizi ni document muhimu sana kwa wewe mtu ambaye una malengo ya safari.